James chapter 1 verse 17 inasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Last week tulikuwa tunaangalia mambo ya kufanya dhambi, na James alikuwa anatu encourage tusifanye dhambi, na tukasoma James chapter 1 14, 15 na 16. Wacha nizisome. Nasema, kila mmoja hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe, huku akivutiwa na kudanganywa. Halafu zile tamaa zikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na zile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Kwa hivyo ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Na our point last week ilikuwa, wakati unaenda kufanya dhambi unakuanga na choice, inakuanga choice. Number one, choice ya kwanza unakuanga tempted. Unakuanga tempted. So choice ni either ufanye dhambi ama ufanye kenye Mungu anakuambia ufanye. Na Mungu mwenyewe verse 13 inasema, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hivyo si Mungu anafanyanga mtu afanye dhambi. Mungu, hata tukaangalia example ya Cain, Mungu mwenyewe akiongea na Cain, Genesis chapter 4, akiambia Cain asifanye dhambi. Mungu ndiye anatu encourage akituambia tusifanye dhambi. Sasa but option, choice inakuanga yetu ya kumake. Either sisi tutafanya dhambi, tutachagua kufanya dhambi, ama tutachagua kufuata Mungu na tusifanye dhambi. So James, hiyo ndio ilikuwa last week. And then this week, the next verse inatuambia ya kwamba kila kitu kiema, kila kitu kizuri kinatoka kwa Mungu. Na kwa nini anasema hivi? Anasema hivi kwa sababu anataka kuleta point ya kumjua Mungu. Yes, the best way like to deal with sin is to know God, kumjua Mungu. And that is what I want us to discuss today. I want us to discuss knowing God, kumjua Mungu. That is what I want us to discuss today, because unajua kumjua mtu iko on different levels. Unaweza sema mimi unanijua, but ni level gani? Unanijua kwa level gani? Kuna ile kunijua, umenisikia ama umewahi sikia mtu lakini haujai muona. Kuna hiyo kumjua, you know somebody. Ama ile umewahi muona lakini yeye hajai kuona, yeye hakujui. Kama tukisema president wetu Uhuru, president wetu sisi wote tunamjua, lakini yeye anajua watu wangapi? Yeye kama mimi hanijui. Anajua tu kuna Mkenya, wa Kenya ni wengi, lakini mimi hanijui personally. So kuna hiyo part ya kujua mtu. Na pia kuna ile kujuana, mnaonana mara mingi, mnakutana na mtu kwa barabara mara mingi, mnajuana ile ya kuonana, na lakini huwa muongei, huwa msalimiani, haujui anatoka wapi, ni ile tu mnakutananga mara mingi. And then kuna ile kujuana ile ya kusalimiana, unajuana na mtu kusalimiana tu, mnasalimiana tu na mtu, mnaonana mara mingi hadi mnasalimiana. Kuna ingine mmeonana mara mingi hadi mnaweza ongea 2-3, mjuliane hali, mseme mimi ninaendelea hivi. Kuna hizo levels za kujuana ni mingi. So wakati tunaongea story ya kujua Mungu, James kuna level fulani ana try kutuongelesha hapa ya kumjua Mungu. Na anasema vitu mbili, two great things that we need to understand about God. Na ninaweza penda tushike hizi vitu mbili. Kuna vitu mingi, there is a lot about God, but yeye kwa sababu anatoka kuongea story ya dhambi
na kuna venye anataka kutufunza venye tunaweza wachana na dhambi ama venye tunaweza shinda dhambi. Anatumia two methods, two ways za kuongea juu ya Mungu, ya venye tunaweza jua Mungu. Na one of the things is that anasema kila kitu chema, everything that is good and everything that is perfect, kila kitu chema na kila kitu perfect inatoka kwa Mungu. That is number one. Every good thing and every perfect thing comes from God. Hiyo ni kitu moja yenye tunafaa kujua juu ya Mungu, that everything that is good and everything that is perfect comes from him. Saa hii ninaongea, unakuta bado ninapumua, lakini akili zangu haziko kwa kupumua. Si control lungs zangu ati ninafanya zitoe hewa na zirudishe hewa ndani. Hiyo inafanyika tu naturally. That is a good thing. That is a very good thing. Mimi nilijipata tu nimeamka asubuhi niko na afya. I didn't do anything about it. Nilijipata tu niko na afya, ninasonga, ninatembea, ninakula, ninaongea. Nimechukua simu, nimehakisha, nimezima. Unaona? Vitu mzuri kama hizo, kitu mzuri kama hiyo, kama afya. Hata mtu mwenye haamini kuna kuanga na Mungu hawezi explain mali yeye anatoanga afya. Hawezi explain mali unatoa afya. Ni Mungu peke yake anakupatia afya. That is a good thing. Good things come from God. Such good things. Good things. Hewa yenye tunapumua ni a good thing. It is a good thing to have health in your body. It is a good thing even to be alive. Kuna mtu hajaona hii siku. It is good to be alive. Good things, perfect things. Kuna watu wamekaa kwa ndoa miaka 30, miaka 40. Yes, wanaweza sema huu ijakuwa perfect, lakini ukiangalia hiyo muda yenye imepita for the past 40 years, kulingana na venye wameishi pamoja, you can say that Mungu ndio aliwa connect. That is a perfect gift. That is perfect from God. Mungu ndio analeta vitu zenye ni perfect pia kwetu. Whether tunaomba ama hatuombei, Mungu hutupatia, kwa sababu pia wenye dhambi, mtu hajaokoka, unakuta mtu hajaokoka ako na mashamba makubwa, amenunua magari, ako na kazi kubwa. Hata president wetu sijui kama ameokoka. Unaona, he is a president of a country. Many presidents are not born again. So unakuta ni gift tu ya Mungu. Ni Mungu ana that is something good about God. Like he's so good. Anatupatia vitu mzuri. He gives us good and perfect gifts. So every good and perfect gift, wewe angalia life yako and count your blessings. Count them today. Na every one of those blessings utarealize ni gift ya Mungu kwako. Mungu hivyo ndio yuko. Like he is the one who gives good gifts. Naona zinatoka, they come from above. Yani zinatoka juu. And then one of the things that we need to understand is that hizo ni vitu zenye Mungu alikuwa amepanga kukupatia hata kabla dunia haijaumbwa. Yeye akiwa kwa mawazo yake kabla hajaumba dunia, alikuwa anajua mtu kama wewe atakuja. Na mtu kama wewe alikuwa anahitaji gari, mtu kama wewe atahitaji nyumba ya kuishi, ndio maana uko na mahali unaishi, ndio maana watu wanajenga manyumba. Those are good gifts kutoka kwa Mungu. Jeremiah 29 verse 11 inasema, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Jeremiah 29:11. Tunajua hiyo verse. For I know the thoughts that I have for you, says the Lord. Unaona, good gifts. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5 inasema, then the word of the Lord came unto me, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee unto a prophet. Not hata kabla haujazaliwa, God had already alikuwa anajua utakam, na he thought about you, akakupangia vitu mzuri, akakuchagua. Psalms 139:13 to 14 inasema, for thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee,
For I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right. You can see how good God is. God is so good. Even before we were born, wakati tulikuwa ndani ya tumbo za mama zetu, God ndio alikuwa na control, and he was really caring about us. Every good gift and every perfect gift comes from God. And you can see how good he is. Even before we were born, alikuwa, he was making things good for us. He was thinking about us. He was caring about us. Psalms 39, 17 to 18 inasema, how precious also are thy thoughts unto me. Angalia how good God is. Oh God, his thoughts are so good towards us. How great is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Just imagine the thoughts that God has over your life, over you. They are so good, and you cannot even count them. They outnumber the sand in the sea. That is just something that is so good, something that is marvelous. That is something that I need to know about God. That is something that I need to know about him, how he thinks about me. It is good to know God. Ni mzuri kumjua Mungu. Si tu kwa level lile unasema tu ninajuanga Mungu, but you don't understand. You don't have a deeper level of knowledge towards him. Look at how he thinks of you. James today, like James chapter 1 verse 17, and I try kutuonesha two ways on how to know God. And one way is like, we know that every good gift and every perfect gift comes from him, from above. And we can looking at the scriptures, we can see these things, how the thoughts of God venye anatufikiria. Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Hata tunaweza pea Mungu nini? His every good gift. He's loaded with gifts. He's loaded with perfect gifts just for you and just for me. That is how he cares about us. That is how he loves us. He is such a good God. Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Wacha nisome hiyo na Kiswahili. Ephesians chapter 1 verse 3 to 14. Look at some of things before even the creation of the world. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Unaona, aliyetubariki na baraka zote za rohoni, all spiritual blessings, all spiritual gifts, God has given them to us. Atukuzwe, blessed be God, for he has blessed us with all spiritual blessings. Everything, yani God hakuna kitu yani amekupatia everything that he can give you, he will give you. They are not bad things. God does not give bad things, but he gives good and perfect things. Verse 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. You can see how God alituchagua before even the creation of the world. Unajua wakati aliumba Adam na Eve, Mungu alikuwa anajua Adam na Eve watasini, Adam na Eve watakula ile tunda. Alikuwa anajua hata kabla hajawaumba. Kwa hivyo alikuwa anajua hii dunia itakuwa na watu wenye dhambi for years and years and generations and generations. Alikuwa anajua kila kitu, lakini hiyo kujua haikumfanya asituumbe. Kujua like kuna watu watakuwa wanamkataa haikufanya Mungu asituumbe. Alituumba tu anyway, akijua tu tutafanya dhambi, tutamkataa, tutakosea. Alituumba tu, akatuumba tu anyway, lakini alituumba na kusudi ya kutuokoa. Alituumba na akakuwa na plans ya kutuokoa. Ndio maana like unaona tunatajiwa Yesu Kristo, ili tuwe watakatifu. Sasa tunaweza kuwa watakatifu, tunaweza achana na dhambi kupitia kwa wokovu. Kwa sababu Mungu alituumba, alikuwa anajua tutakuwa wenye dhambi, but he had a plan to save us through Jesus Christ. Tusikuwe na hatia mbele zake.
kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana kwa jina la Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Tukue inheritors ama heirs, tukue tunaweza kitu yote yenye Mungu ako nayo tunaweza claim na tunaweza possess kama yetu, because he has accepted us as his children. Psalms inatuambia that the heavens belong to God and the earth he has given to the Son of Man. Ndio maana sisi wote, all of us can have a portion here on this earth. All of us, anyone who is born on this earth can have something on his name, because God has already left this earth to us. But because we are sinners, sisi ni wenye dhambi, kuna blessings zenye hatuwezi pata. There are blessings that are separated from us because of our sins. Now God, because he wants also us to inherit those blessings and to get such favor from him, what did he do? He came and he died for our sins, and he gave us an opportunity through his Son Jesus Christ, so that we can be able to even claim those blessings that we could not claim when we are still sinners. So wakati umeokoka, kuna blessings umefunguliwa milango za kupata that the person who is not born again cannot get them. Yes, that is very true. Do you think Jesus died for a joke? Jesus did not die for a joke. Christianity is not a joke. Salvation is not a joke. Faith in Jesus is not a joke. It opens doors for you to access some blessings out there. They are there for you. And naturally, because this earth belongs to us as the sons of men, kwa sababu hii dunia ina belong kwetu, we are naturally going to possess things here on this earth. Hata tuokoke ama tusiokoke, we are still going to have things here on this earth, because that is what God give. That is the blessing of Adam. Hiyo ndio blessing yenye Mungu alimpatia Genesis chapter 1 and chapter 2, ya kwamba I have dominion over this earth. So this earth, we are going to have dominion over it, whether we like it or not, because those are the blessings that God already ametutangazia. But kuna blessings zenye hawezi pata kama haujaokoka, because those are purely for those who are born again, those who are the sons of God. We are no longer sons of God. Since we are sinners, hatukuangi watoto wa Mungu, kwa sababu we don't obey him. We don't want anything to do with him. So not all of us are God's children. But to those who believe in Jesus Christ, to them he gives them power to be called the sons of God. That is very true. So when you are born again, you become a heir. Unakuwa mrithi, si tu wa mambo ya hii dunia, but unakuwa mrithi wa mambo ya kiungu, wa zile blessings zenye Mungu ana hold, zile mali zenye Mungu, the wealth of God, the wealth of God. Iko, yes, na utapata, but kuna yenye hawezi pata kama haujaokoka, and that is the wealth of God, and that is only gotten by sons of God, and you have to be born again to receive that wealth. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. So unaona, like one of the things that we get when we become the sons of God is the forgiveness of our sins. That is something that we get when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. And another thing, we get so much grace. Unapata neema nyingi. Neema niyo access ya hizo spiritual blessings. Mungu hawezi akakunyima kitu because you are his son. Atakunyima tu zile vitu zenye si mzuri, those that are not good and perfect. But anything that he knows that is good and is perfect for you, he's going to give it to you, because he is your father. And his grace ni inapita mipaka ya sheria. Unajua, unaweza niambia like nimepita mtihani kwa sababu nimepata 100%.
You can tell me that kwa sababu out of 100 nimepata kila kitu. So you can clap for me, unaweza nipatia zawadi because of that. But that is not grace. That is the law. That is because I have passed, so I am able to get the present. But now the grace is this. Nimepata 0 kwa hiyo exam. Nimepata 0 kwa exam. 0%. But I can still, naweza pigiwa makofi. Naweza pigiwa makofi. Na ninaweza patiwa zawadi kwa sababu ya kupata 0. That is grace. Hiyo ni grace because you don't deserve it. Nani amekwambia like you deserve kupigiwa makofi na umepata 0? You don't deserve it. But grace ya Mungu nayo ni hiyo. Even if you have failed, he can clap for you and call you his son. That is great blessing. That is great blessing. Ni wazazi wangapi huwa wana disown watoto wao kwa sababu ya kufail mitihani? Ni wazazi wangapi huwa wana disown watoto wao kwa sababu ya not doing well? A lot of them. But God is not like that. When you become his son, wakati unakuwa mtoto wa Mungu through Jesus Christ, that is the only way you can become like a heir to God's grace. You get so much grace in such a way that even if you are failing, even if you are disappointing him, he still values you, he still loves you. Hiyo ndio wingi wa neema yake. Na alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi. Akaisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika huyo. Naona, na ni Mungu huwa anatuambia hizi vitu zote. Hata utajiri wake si kama watu wengine wananunuanga mali and they cannot tell their spouse, they cannot tell their children ati niko na shamba fulani mahali fulani. No, but Mungu tells us. He tells us through his word. Kama sasa hivi ninapoongea hivi, he is speaking through me. He is telling us a lot of things, a lot of good things about him and about his kingdom and his wealth through his word. Mungu anaongea na Mungu hafichangi mambo yake, anatuambia yani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atajivumilisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye kufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulishika neno la kweli, habari njema za wokovu, tena mmekwisha kuamini yeye na kutiwa muhuri na yule Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Amen. That is something that we need to thank God for. Yani Mungu anatuendelea kutujulisha juu ya mipango yake. Na mipango yake ni gani? Anasema like in all things that venye tunaendelea kwenda, venye miaka inaendelea kusonga, kila kitu inafaa kitu. Naona sisi wote wenye tutakuwa tumeingia kwa Jesus Christ, sisi wote wenye tutakuwa tumeokoka, mambo yote Jesus Christ alituambia that heaven and earth will pass away but my words will not pass away. And akatuambia pia that let all men be liars but let God be true and all men be liars. And pia Isaiah aliprophesy akasema that everything is going to pass away but what will not pass away is the word of God. And who is the word of God? John chapter 1 inatuambia that Jesus is the word of God. So anyone that find themselves in Jesus Christ, huyo mtu atakuwa saved at the end of time, when the age comes to an end. Kwa sababu hii dunia ni kupasi na pasi. Tusifikirie ati kwa sababu ati tunaona hii dunia haiendi ikiwa mzuri, inaendelea ikiwa mbaya na mbaya. Hatukuwa na COVID, but right now we are wearing our masks. We don't know what will come again. We don't know what is going to come again. Na unakuta ile ugonjwa yenye na come next inakuwa more deadly. Ugonjwa yenye inakuja next inakuwa more deadly.
So hii dunia like inaendelea ikiwa even more worse and more worse, na itaendelea ikiwa more worse and more worse hadi iishe, kwa sababu dhambi inamalizananga na mtu. James alituambia wakati inaua mtu. Kwa hivyo hata dhambi itamaliza hii dunia, ikitakuja imalize hii dunia, but mwenye atakuwa in Jesus Christ, huyo mtu atakuwa saved, and that is what God is telling us. Hata hapa anatujulisha that is what is going to happen, that you're going to be saved when you're in Christ Jesus Christ. Nani what is the evidence? Ni evidence gani yenye tuko nayo that God is going to save us? The Holy Spirit. Hapo ndio anasema verse 13, hiyo ndio muhuri, that is the seal, that is what God has promised. Na Holy Spirit na yeye ni nani? Ni huyu mwenye anatufunza. He's the one who is like the power of the church. He's the one who is the teacher, who is the counselor. Jesus said that the Holy Spirit will remind you everything that I have taught you. You know, even some of the songs that we sing, Jesus alikuwa anaziimba akiwa spending time with his father when he was alone in the garden, wakati he's overnight praying and spending time with God. Hizo wimbo alikuwa anaziimba. Some of the songs that we sing even today ni Jesus Christ alikuwa anaziimba because he was a worshipper. Jesus Christ alikuwa na understand a lot of things zenye sisi hatu understand. You know, yeye ni Mungu mwenyewe. Sasa when he was a man, he did a lot of things that I cannot do and you can also not do unless you are enabled by the Holy Spirit. And he promised us, and like the Holy Spirit is going to come, and when he comes, he's going to remind you everything that I had taught you. Even the books, Matthew, Mark, Luke, and John, those 4 books of the Bible were not written hiyo wakati yenye Yesu alikuwa. Ziliandikwa after ameshafufuka na ameshaenda. Sasa how comes walikuwa wanakumbuka exactly the same words zenye Jesus Christ alikuwa anazisema? How comes? Kwa sababu unakuta hizo story hazidifa sana, zinapelekana. Matthew akona witness yake, Mark akona witness yake, Luke na John wote wanaongea the same thing about Jesus Christ, and his words hazipimi nje, na wote ni different people. Wote ni different people. Wanafaa kusema different story, but they are not saying a different story. They are saying one story because of the Holy Spirit, the seal. Akina Paul after wameokoka, they are talking about talking about spiritual things that are true indeed. And they make sense. In the Old Testament, unakuta the books do not collide. They are talking about the same God. They are talking about the future coming Messiah, and they were not written by one person. They were written by different people. But all the books of the Bible, the whole Bible talks about Jesus Christ and talks about salvation. Yeah, that is the seal, Holy Spirit. Hiyo ni kazi ya Holy Spirit, because 2 Timothy chapter 3 verse 16 inatuambia that all scripture is God breathed. Yani ni Mungu ameinspire all scripture. Ni Holy Spirit ndio anajaza mtu. Jeremia aliambiwa hii maneno yenye unasikia kutoka kwangu yaandike. Ndio akaambia Baruka msaidie kuandika. Ezekiel na alisikia maneno ya Mungu ikimuingia, hadi anajikuta tu anasimama. Hiyo ni kazi ya Holy Spirit, kwa sababu that is the work of the Holy Spirit. Huyo ndio anatufunza na anatukumbusha that this world is passing away. Yeye ndio anatukumbusha the words of God. So this is the seal. And you know, this is also a good gift. Having a church, having preachings and teachings, it is a good gift that comes from God. It's just that people don't know and people don't understand the good gifts that God has given. So every good gift and perfect gift comes from God. And then that is number 1. James wants us to know that every good gift and every perfect gift comes from God. And number 2, the other thing that he wants us to know, anataka tujue that God and cometh, uliwacha nisome yote, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Anasema like every good gift comes from above. And
what else does he say? Anasema kutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Naona inasema like inashuka kutoka kwa Baba, and God is two things. He gives us all good things, and then anasema yeye hana kubadilika na yeye si kigeugeu, habadiliki na yeye si kigeugeu. That is something else that we need to know about God, is that yeye when he gives us good gifts, hatupatii good gifts with a half heart, ati anakupatia tu na uchoyo, anakupatia lakini ndani yake hataki kukupatia. Sijui kama umeomba mtu kitu na anakupatia na moyo mgumu, anakupatia na conditions, anakupatia na masharti mingi. Have you ever borrowed somebody something na unasikia rudisha hii wakati, unakuta iko na conditions, ni kama hataki kukupea, hata wakati mwingine ukanyimwa, na si kukunyima ile ati hawezi akakupea, anaweza akakupea lakini hataki kukupea. Unasikia ndani yake anasikia vibaya kukupatia. Mungu si hivyo. God is not like that. He is very different. When he gives you something, he gives you with a good heart. Anakupatia wewe like ujisaidie. He doesn't want anything from you. He just gives it. Na anakupatia. He's the best giver. He's the cheerful giver. There's no variableness in him. Hana ukaidi ndani yake, hana corruption ndani yake, ati akikupatia kitu ati anasikia vibaya. No, that is not our God. Yeah, he's not a hypocrite. Mungu si a hypocrite. He's not a hypocrite. When he gives you something, he's giving you out of a goodwill, a good pleasure. He just loves to give you things. Anataka kukupatia, anataka kukubless, anataka kukuinua, not because he's gaining something out of it, because he's going to get a lot of profit from you. No. But he's just doing it out of his love for you, out of his goodness for you, out of his holiness, out of his godliness. He's just doing it for you. Hakunyimi. Psalms 103. Psalms 103. Let us look at the things that God gives us. Na anakupatia tu bure, anakupatia, hakunyimi. Psalms 103 from verse 1 inasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Imagine, like kusamehea all your sins, God forgives you. Na hakuwekei record ati anasema on this date and this date you did this and this. No, God akikusamehea amekusamehea na imeisha hivyo. Imeisha hivyo, hata kudai. He's not going to come back and say unakumbuka anasema nilikusamehea, yes, lakini hana hiyo lakini. Yeye Mungu akisema amekusamehea, he does it out of his heart and from his heart. Mwanadamu umemkosea, ukoona venye anaweza akaweka grudge. Mtu hata anaweza ishi na grudge maisha yake yote na akatai kukusamehea. Ndio maana sometimes ikiwezekana usiwahi kosea mtu. Jaribu, do your best usikosee mtu. Lakini dunia sometimes si rahisi kutokosea mtu. Kukosea watu ni rahisi. Kukosea mtu ni rahisi. Ndio maana lazima ukuwe na hati ya kusameheana kama hii ya Mungu. Unaweza sameheana haraka haraka kwa sababu kukoseana ni hawezi avoid. Juu Mungu naye akikosewa, Mungu hashikilii kama umetubu. Lakini kama hujatubu kama hujatubu ujue ni kungori. Ni kungori. Mungu anataka tu kuwe honest na uende kwake uombe msamaha. Hata wewe mzazi wako wakati ulikosea na haukuenda kuconfess, haukuenda kusema kenye umefanya, si unaona kulikuwa kungori na there was it's attracted, ili attract a great punishment. But the child that alitokea akaenda akaambia, hey mom, mimi nimefanya 1 2 3 4 5. Hey dad, mimi nimefanya 1 2 3 4 5. That child got mercy.
alisamehewa. Hata mzazi anashindwa kumpunish kwa sababu sasa anaona huyu mtoto amesha confess. The same case with God. Ukiconfess dhambi zako, First John chapter 1 verse 9 anatuambia like God is faithful enough atakusamehea dhambi zako, but ndio unasikia hapo Psalms 103 verse 3 anakusamehea maovu, and then haweki hiyo record, anakusamehea out of a good heart. That is a good thing about our God. Na anakuponya magonjwa yako yote. Magonjwa hata si madawa zinaponya, ni Mungu anatuponyanga tu. Ile tu anakuhurumia tu, anakuhurumia. Nani anatakanga kukufa? Who wants to die? Hakuna mtu mwenye anataka kukufa. Nobody wants to die. No. Nobody wants to die. So God anaona, unajua venye magonjwa venye wewe inatusumbua. Magonjwa wewe inatusumbua sana. Like mtu hawezi function 100% kama ni mgonjwa. Mtu anatakanga kupona. Ndio maana tuko na mahospitali nyingi. Ndio watu wapewe madawa, mtu asikie nafuu. Mtu hataki kuishi na magonjwa ndani yake. But this God of ours, he anatuponya magonjwa yetu yote. Anaukomboa uhai wako na kaburi na kutia taji ya fadhili na rehema. Yani this is a good God. This is a good God. Angalia verse 8. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Na anaifanya out of his heart. He's doing it out of his heart. Anaifanya easy vitu ana struggle kufanya. He's doing it out of an open heart. Has struggle, hangangani ati kukupenda, hangangani ati kukupatia huruma, hangangani ati kukuinua. He's not struggling. He's just doing it out of a good heart. He wants to bless you. He wants you to do well. He wants you to go ahead. He wants you to be blessed. He wants you to excel in your life. This is our God. Now, see, because he wants to gain something out of it. No. Anakubariki tu. In him there is no variableness. There is no shadow of turning. This is a good. Kama vile Baba verse 13 awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Verse 14. Kwa maana yeye atujua umbo letu na hukumbuka ya kuwa sisi ni mavumbi tu. Mungu tu anatuangalianga tu hivi, anatuhurumia, anajua tu huyu ako na miaka kadhaa tu hapa kwa hii dunia. Sasa kwa nini nimtese? Sasa kwa nini Mungu akutese? Yeye ameishi milele na milele na milele. Akuje tu kukutesa wewe. Mungu akuje tu kukutesa. Mungu unafikiria alikuumba kuja akutese? No. Kumjua Mungu ni kitu ya muhimu sana. Kumjua Mungu ndio understand Mungu wako kuleta hii dunia akutese. Lakini mwanadamu, angalia verse 15. Mwanadamu siku zake zi kama majani, kama ua la kondeni, ndivyo astawivyo. Maana upepo hupita juu yake, kumbe haliko, na mahali pake hapata lijua tena. Unaona, mwanadamu kubadilika tu kila wakati. Mwanadamu si kama Mungu. Mwanadamu can promise you today something and tomorrow be very difficult. Mwanadamu, don't trust a man. Verse 16, verse 17 unasikia, bali fadhili za Bwana zinawamchao tangu milele hata milele, na haki yake ina wana wa wana. Just look at mwanadamu. Yes, can fail you, but God is not going to fail you. God is going to preserve even his promise to your children and to your children's children. It might not be fulfilled in your life, but it is going to be fulfilled in your children or in your children. He's such a faithful God. And even after you're dead and gone, God ana remain faithful kwa his word. When you're even not there, when you're not there to claim the promise, God is there claiming the promise on himself. This is a good God. We are serving a good God. I love this God because he is such a good God. There is so much power when you understand and when you know who you are serving. Because let us look at some of the benefits that we are going to get when we know who we serve God. So those are only two things, that every good gift comes from God, and that Mungu anatubariki na hana corruption ndani yake, hana variableness ndani yake.
Why is it important to know God? Kwa nini ni muhimu kumjua God? Daniel chapter 11 verse 35 inasema, verse 2b, Daniel chapter 11 verse 2b inasema, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. If you know God, you will be a very strong person and you will do exploit things, because kuna vitu hazitakutisha, kuna vitu hautababaishwa nazo. Ukimjua Mungu wako venye anasameheanga tu watu hivyo, na hata wewe upapas kukua kama Mungu wako, mtu wa kusameheana, hautakuwa mtu mgumu, mtu mstinji, no, you will be, and you will do great things, you will do exploits. Knowing God is important so that he can be our God. Ndio yeye akuwe Mungu wetu. Kumjua Mungu inatusaidia sisi kumwabudu na kumfanya akuwe Mungu wetu. Unakuwa na yule mwenye anakuongoza. Unakuwa na Mungu, unakuwa na yule mwenye anasemanga venye life yako itaenda. Jua anakuonesha, inakuonesha venye yako na nguvu mingi hadi kukuliko. Unajua wanadamu wanapenda kujiongoza sana. Tunapenda kufanya venye tunataka. Lakini ukijua Mungu, hautataka kujiongoza wewe. Hautataka kufanya venye wewe unataka. Utamwachia kila kitu. Utawacha yeye akuongoze, utawacha yeye mapenzi yake ifanyike, kwa sababu unamjua. Knowing God is important so that he can be our God. Exodus chapter 29 verse 46 inasema, nao watanijua kuwa mimi ni Bwana Mungu wao, niliyewaleta watoke nchi ya Misri, nipate kukaa kati yao. Mimi Bwana Mungu wao. Unaona, Mungu anataka wajue, ndio wajue wamjue, ndio yeye akae na wao, yeye akuwe Mungu wao. It is important to know our God. Si tu ile tu kumsikianga, lakini ile kuongea na yeye, kukuwa na a deeper intimate relationship with him. Jeremiah chapter 24 verse 7 inasema, and I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. You see, like when you know who your God is, you shall let him be your God. Utamwachia akuwe Mungu wako. Wewe utaacha kuwa Mungu wa maisha yako. Utaacha kumtumainia watu. Utaacha kutumainia kazi yako. Utaacha kutumainia biashara yako. Utaacha kutumainia skills zako. Utaacha kutumainia even your own health. You will stop all that and you will trust him. You will let him be God over your life. Exodus chapter 34 verse 30 inasema, thus shall they know that I, the Lord, their God. Ezekiel chapter 34 verse 30. Thus they shall know that I, the Lord, their God, am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, says the Lord. No, like you will understand that you are not alone in this world, that there is a God in heaven who is there for you. That is why we need to know God. Mungu atusaidie, atupatie hiyo neema ya kumjua, atuwezeshe, atupatie uwezo wa kumjua, because when we know him, we will let him be our God. Tutaachana naye atuongoze, akuwe kiongozi wetu, akuwe mfalme wetu. Ezekiel chapter 39 verse 22. So the house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day and forward. You shall know that I am the Lord your God. Mimi ni Mungu wako. I am your God forever. It is important. It is important to know that. There is a lot of assurance. Ukijua like Mungu is the one who gives good gifts. Ukijua yeye hatabadilika, he has no variableness in him. He is the father of lights. Yeye anaongeanga ukweli, hakuna uongo iko ndani yake. If you know that about God, then you will let him be your God forever, and that will bless your life, and you will live a great life, a peaceful life in the name of Jesus. Knowing God helps us to worship him. Inatusaidia pia kumwabudu. 2 Chronicles chapter 30 verse 22 inasema, and Hezekiah spake comfortably unto all the Levites that taught the good knowledge of God, and they did it throughout the feast 7 days, offering peace offerings and making confession to the Lord God of their fathers. You know, wakati sasa wameanza ku understand who their God is
Wameanza hadi kulishwa word imeongezeka. They want to get more sermons, they want to know more about their God. They are even giving offerings, wanatoa sadaka. They are offering their offerings. They are even making confessions. Making confessions ni kuongea na Mungu, even repenting ni kuomba. Unakuta kunakuwa na ibada ya kumwabudu Mungu wakati unamjua. When you know God, you will be able even to worship him. Hautakuwa unasukumiliwa kutoa, utakuwa unatoa tu. Kama ni sadaka zako unazitoa tu freely. Hautakuwa unasukumiliwa kuomba kwa sababu unajua Mungu wako. You know your God, so you can pray, you can make confessions to God. So that is number 2. Number 1, knowing God is important so that he can be our God. Number 2, knowing God helps us to worship him. Number 3, knowing God helps us to trust him when we are faced with enemies. Knowing God helps us to trust him. When you know your God, hautaogopa maadui, hautaogopa when challenges are arising in your life, hautaogopa when things are not working, hautaogopa when things are totally opposite to when you thought. Psalms 79 verse 10 inasema, wherefore should the heathen say, where is their God? Let him be known among the heathen in our sight, by the revenging of the blood of thy servants which is shed. Unasikia hapa psalmist anasema, watu watakuwa nauliza wako wapi Mungu wake? Wanasemanga uko na Mungu, anasemanga ameokoka, wako wapi Mungu wake? Na David hapa anasema like, wacha Mungu wangu ajulikane, kwa sababu akijulikana atani avenge, atakuja kunitetea. Mungu atakutetea. When you know your God, hautashinda ukishindana na maadui wako, hautashinda ukijibizana na watu. Even when things are not working out for you, wewe utakuwa tu unasema Mungu atanitetea. God is going to come through for me. When you know your God, you're going to be confident even in times of trials. You're going to be confident even in times of hardship. When you know your God, even when things are not going the way you thought they were going to go, you are going to still put your trust in God because you know him. You know that he is a faithful God, that every good and perfect thing comes from him. And you know also that in him there is no variableness and there is no shadow of turning. Akisema atakubariki, indeed he will come through and he will bless you. It doesn't matter how long it is going to take. But God, when you know him, Ezekiel chapter 39 verse 29, then shall they know that I am the Lord their God, which caused them to be led into captivity among the heathen, but I have gathered them unto their own land, but have left none of them anymore there. Unajua wakati mwingine tunakuanga disobedient. Sasa Mungu anaruhusu challenges zingine zikuje kwa life yetu ndio tumkumbuke, kwa sababu wakati kuna kuanga na ugumu, hapo ndio mtu anakumbukanga kuna kuwa na Mungu. Hapo ndio mtu anakuanzanga kuwa serious na kanisa. Wakati kuna challenges, wakati kuna trials na challenges, na Mungu aliziruhusu. So wakati unaona challenges na trials zinakuja, ni Mungu ameziruhusu ndio umrudie. Na unapomrudia utakuta Mungu ni faithful sana, anataka kukuokoa, anataka kukusaidia. Kumjua Mungu itakusaidia when you are faced with our enemies. Number 4, knowing God brings earthly blessings to us. Blessings hizi za hii dunia. Juu kuna blessings zenye tunataka za hii dunia, ama zenye tunakuanga nazo kuzimaintain hizi ma blessings za hii dunia. Kuna spiritual blessings na kuna earthly blessings, zile zenye ni default. So kumjua Mungu inaletanga hizo earthly blessings pia. Angalia Ezekiel chapter 28 verse 26 inasema, and they shall dwell safely therein. Unakuta hapo kuna safety, kuna protection. Tunataka protection, tunataka security. God ana promise like you are going to get security. You shall build houses, you shall have houses. Those are blessings. And you shall plant vineyards. You will have utakuwa na mashamba, utakuwa na gardens. Yes, yeah, and they shall dwell with confidence. Hauna uoga, hautembei kama unaogopa huyu ni wa kabila hii, huyu ni wa kabila hii, anaweza ni attack wakati wa elections. No, you shall dwell with confidence. When I have executed judgment upon all those that despise them around them about, and they shall know that I am the Lord their God. When you know the Lord your God,
He's going to bless you with even earthly blessings in the name of Jesus Christ. Number 6, knowing God makes us understand that we are forgiven. Ezekiel chapter 29 verse 16, and it shall be no more confidence in the house of Israel, which bringeth their iniquity to remembrance, when they shall look after them, but they shall know that I am the Lord God. When you know the Lord God, when unajua memory zetu hazisawingi vitu mingi, na most of the things that they don't forget, hazisawingi dhambi zenye ulifanya, na unaweza jipata like over and over unakumbushwa zile dhambi zenye ulifanya. Some of the things that you are not proud of zinaendelea tu kujileta kwa akili yako, na zinaweza zikakudiscourage, zinaweza kukusumbua kama wewe mtumishi wa Mungu, zinaweza zikakusumbua wewe kama Mkristo. When iniquity come into remembrance, wakati inakuja kwa mawazo yako na unakumbuka how you failed, wakati unakumbuka how you did embarrassing things, how you did foolish things. But when you know your God, you will accept that I am forgiven. You will accept that even if I remember my sins, I am forgiven. That is what the Lord promises in Ezekiel chapter 29 verse 16. But when we don't know God, what will happen? When we don't know God, as I conclude, when we don't know God, when we don't know God, we will find ourselves deep in sin. Angalia Hosea 5:4. When we don't know God, Hosea 5:4 inasema, they will not frame their doings to turn unto their God, for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the Lord. No. Kama humjui Mungu, hakuna kitu like unaweza shindwa kufanya. Utafanya dhambi zote. Naona kama hapo anaongelea story ya umalaya, umalaya inaweza kuwa ya kimwili na pia inaweza kuwa ya kiroho. Umalaya ya kiroho ni kuabudu miungu mingine, kuabudu sanamu, kutrust mali, kuabudu pesa, kuabudu mwanadamu, kuabudu sanamu, hizo vitu zote. Hodom, hiyo ndio usherati. Unakuta kuna dhambi mingi inaendelea. Angalia Romans chapter 1 verse 28. And even as they did not retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Na hapa inaongelelea wale washerati, wale homosexuals, wale wenye wanatumia the other sex. You are a man and you have another man as your wife. You are a lady, you have another lady as your wife. Unakuta hizo madhambi hizo strong zinafanyika. Dhambi zote ni strong, lakini dhambi za hii type zinafanyikanga wakati watu hawajui Mungu ni nani, wakati watu hawaelewi. Hizi dhambi za usherati, hizi dhambi za sexual sins, sexual homosexuality, lesbianism, gayism, hizi vitu zote zinafanyika when people don't know God, and we are being delivered from that, because now mimi naweza penda tu wewe uombe tu Mungu akusaidie umjue, knowing God, like uende na deeper level ya kumjua, si ile tu kumsikia. Kuna levels mingi za kujuana na mtu. Unaweza juana na mtu ile kumuona, lakini yeye hakujui. Ama wewe unaonangwa na mtu, lakini wewe haujui huyo mtu. Huyo mtu akikwambia, "Hey, mimi nimekuona mahali fulani. Mimi nakujua wewe ni fulani wa fulani," lakini wewe haujui. Unaona, hiyo ni level moja ya kujua mtu. Kuna hiyo level nyingine ya kujuana na mtu yenye mnasalimiananga tu, nyinyi ni mabesti tu kusalimiana. Hiyo ni level ya kujuana na mtu. Kuna level nyingine ile mnajuana tu kuonana lakini hamsalimiani. Hiyo ni level ya kujuana na mtu. Kuna level nyingine ukikutana na mtu hata kama hamjaonana for a while, you can start a conversation and talk for a while and catch up, and hiyo ni level nyingine. That's a deeper level ya kujuana na mtu, ile yenye hata miaka zipite you understand that this person is still very important in my life. Na kuna hiyo level pia ya intimacy yenye mke na mume wanakuanga nayo na wanaishi forever for 50 years, 60 years, 70 years. Unakuta hiyo ni level nyingine pia ya intimacy. That is the strongest bond. That is the strongest bond that we need even with our God. So you misijue uko level gani ya kujua Mungu, but these two
these two things that James wana to encourage, inafaa kutu encourage like tujue Mungu even more and even more. So I want you to make a prayer that unataka kujua Mungu zaidi na zaidi. I want to know you more. I can see most of the blessings here, that he's going to be my God. When I know him, he's going to be my God. So I can surrender my life to him. When I know him, I can know even better ways to worship him. Sitachoka kumwabudu niseme, oh, I have been a Christian for 20 years. Now hizi miaka zingine wacha tu niache. Juu nimeomba ya kutosha. Hakuna more and more. Utapata more exciting ways of worshiping God every single day. And he's going to also like kushindania when you're facing tough times. Kujua Mungu itakusaidia during those times. And also itakusaidia even to get earthly blessings. Na hata kujua ya kwamba wewe umesamehewa. For those who shall know their God, the people who know their God shall be strong and shall do exploit. Just say a prayer. Tell God that mimi nataka kukujua zaidi. Mimi nataka Mungu unisaidie. Baba, ninakuomba unisaidie. Ya kwamba Mungu nitakujua zaidi. Niende level nyingine deeper. Niende Mungu nikuelewe na nikujue zaidi. Nikufahamu zaidi na zaidi kila mara Baba. Nipate Mungu ufunuo. Nipe neema ya kusoma neno lako. Nipe neema ya kusikiza mahubiri. Nipe neema Mungu ya kukuabudu. Nipe neema Mungu ya kukuinua. Nipe neema Mungu ya kukutumikia. Nipe neema Mungu hata ya kutenda Baba kile ambacho Mungu nimesikia na kile ambacho nimehubiriwa. Nipe neema. Nipe neema Baba. Nipe neema. Nipe neema ya kukujua. Niende on a deeper level of knowing you, O God. Because you're telling us that those who shall know their God shall be strong and shall do exploits. Na tumeona pia Mungu watu Baba wasipokujua wataingiana Baba na mambo Mungu ambayo hayapendezi, mambo ambayo Mungu ni ya kuua moyo, ya kutupisha watu mbao. Na Baba, mimi sitaki kupoteza mbao. Mimi nataka kuendelea kukujua. Nataka kuendelea kutembea chini ya neema yako. Nataka kuendelea kutembea chini ya uwepo wako. Nataka kuendelea kutembea Mungu chini ya uzuri wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu, uinuliwe Bwana na upewe sifa. Kama haujaokoka, omba tu uombe hii, kwa sababu ndio kumjua Mungu. Tumeona ya kwamba lazima ukue unamjua Jesus Christ. Lazima umkubali kama Bwana na Mwokozi, ndio upate hiyo platform ya kupata hiyo relationship na Mungu, ya kujuana naye zaidi. Hauwezi juana naye kama bado uko kwa dhambi. Hauwezi juana na Mungu kama we bado unafanya dhambi. Hebu tufunga macho yako na umwambie, Bwana, nisamehe dhambi zangu. Kutoka leo ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu, nioshe na unitakase katika jina la Yesu. Na Baba, ninamwombea yule Baba ambaye ameomba ombi hilo Baba. Ninaomba Mungu hata yeye Baba, tunapoomba Mungu kuingizwa kwa deeper levels za kukujua, hata yeye ninamwombea hiyo neema ya kukujua zaidi na zaidi. Endelea kukutubariki Baba Mungu, endelea Mungu kuwa pamoja nasi. Tumeelewa Mungu ya kwamba Baba, wewe haubadiliki milele, unabaki kuwa yule yule, unabaki kuwa mwaminifu. Na tumeelewa ya kwamba kila kitu kizuri ambacho tuko nacho Baba Mungu, hakika Baba kimetoka kwako. Na tunakushukuru kwa yote ambao Mungu umetupatia. Wakati mwingi Baba Mungu tunahuzunika kwa sababu ya yale ambayo hatuna. Tunasahau kuona yale ambayo Mungu umetupatia. Wakati mwingi Mungu tunashindana na wewe, na hata tunatosheka na kile kidogo ambayo umetupatia. Hati tunaonekana ni kama hatutaki uendelee kutubariki. Na Mungu wewe umetuonesha ya kwamba uko na baraka nyingi sana. Yale mawazo ambayo unatuwazia Mungu yameshinda hadi mchanga ambayo iko pale Mungu ziwani. Baba, hebu Mungu katusaidie kuelewa ya kwamba yale mipango ambayo Mungu uko nayo juu ya maisha yetu ni mengi Baba, na utuondolee ile ujinga Baba ambayo tunafikiria ya kwamba tumetosheka, ya kwamba tuko sawa. Na Mungu tuendelee kukuabudu na kukujua ili tupate yote ambayo Mungu wewe umetuwekea, yote kwa utukufu wa jina lako. Tunakubariki na tunakuinua katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen. Ubarikiwe sana. Have a lovely rest of the week. Let us meet next Tuesday for more Bible study. Be blessed. Have a lovely week.